Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi chetu tena. Kipindi kingine kinakujia kwa mara hii kikiwa kina malengo yale yale ya kutaka kuboresha na kukusaidia wewe uweze kufanya vizuri zaidi kwenye kazi zako, kwenye biashara zako, uweze kufanya vizuri zaidi. Sasa leo nataka niongee na wafanyabiashara ambao wana struggle na kukuza mapato yao. Yaani mauzo yao hayafanyi vizuri au pengine hawako pale walipokuwa wanatarajia kuwa. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo ni vitu gani ambavyo pengine ukicheza navyo vinaweza kukusaidia sasa kukuza bidhaa yako vizuri au kukuza biashara yako vizuri. Maana watu wengi sana wanalalamika mambo mengi sana, wengine mpaka wanamsingizia shetani. Na wakati kabisa kuna principle tu hawazifanyi. Kwa karibu ungana na sisi mwanzo hadi mwisho wa video hii ili uweze kujifunza vitu vya msingi vya kufanya ili viweze kubadilisha narrative ya biashara yako. Biashara ina mambo makuu matatu ambayo ukiyazingatia yanakupatia ukuaji ambao hujawahi kuona. Mambo makubwa matatu. Ya kwanza ni lazima uhakikishe kwamba unapata faida ya kutosha. Ya pili, uhakikishe kwamba unawauzia watu wengi kadri iwezekanavyo. Na ya tatu, hakikisha kwamba unawauzia watu sahihi, wenye tatizo sahihi. Hivi vitu vitatu ukivifanya kwenye biashara yoyote ile vinakuletea bahati ya ukuaji. Na nitakuonyesha baadaye hizo bahati ni za aina gani. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba ni lazima uhakikishe kwamba hivi vitu vitatu vyote vinafanya kazi. Narudia tu kwa ajili ya faida yako kuweza kuelewa, maana nimeenda haraka kidogo. Ni lazima uhakikishe kwamba unaweka margin, unaweka faida ya kutosha kwenye kila kitu kinachotoka. Ya kutosha sio maanishi kubwa, na maanisha kulingana na mzunguko wako unaweka faida ya kutosha. Maana neno kutosha unaweza kusema kama namaanisha faida kubwa. Hapana, namaanisha uweke faida inayokidhi mzunguko wako wa biashara. Kama mzunguko wako wa biashara ni mdogo, basi kweli weka faida kubwa sana. Kama mzunguko wako wa biashara ni mkubwa, yani una rotation kubwa, una wateja wengi wanaonunua haraka haraka, basi weka faida kidogo ili kukuzie huo mzunguko, na katika volume ile utajikuta umetengeneza faida kubwa na biashara yako itakuwa. Na ya tatu ambayo nimeisema ni hakikisha kwamba unawauzia wateja ambao ni sahihi. Wateja sahihi ni wapi? Wateja sahihi ni wale ambao wana tatizo lile ambalo wewe unasuluhu nalo. Ni lazima ujue kwamba unachokifanya. Kwa mfano wewe umeanzisha shule. Unajua watoto wanazaliwa kila wakati. Kwa hiyo ni tatizo la kudumu, ni wateja sahihi kwa sababu hawataisha kesho. Lakini ukitengeneza product ambayo ina wateja wa muda mfupi tu, alafu wanaondoka. Kwa mfano labda imealikwa timu ya Uingereza kuja kucheza na timu zetu za taifa hapa yoyote ile. Alafu umetengeneza product kwa ajili ya watu hao tu ambao wanatokea mara moja baada ya miaka 10. Maana yake ni wateja utauza kweli, lakini wateja sio sahihi. Mwisho wa siku utakuwa umeondoka sokoni. Lakini ukitengeneza tatizo la watu ambao linakaa kwa kudumu, yani lina mzunguko wa watu wengi, tena kiwezekana wenye hadhi fulani, ndio itakupatia kwanza margin nzuri, lakini itapata wateja sahihi na itakusaidia kupata volume kubwa, kwa sababu tatizo wateja wako ambao umewafocus ni wateja ambao ni wengi. Kwa hiyo mauzo yako yatakuwa mengi pia. Kwa hiyo ukifocus kwenye hilo eneo na ukafanya kazi kwa uadilifu kuhakikisha kila pointi moja niloitaja hapa inatimia, hakuna sababu ya kuzuia wewe usikue. Tathmini tu mpaka sasa hivi wateja wamekuzidi, na kama wamekuzidi kuna vitu gani unavifanya vya kuweza kuongeza uzalishaji au uuzaji? Kwa sababu kuna watu mmezidiwa na wateja. Yani pointi ya kwangu kwamba wateja wawe wengi, wewe mpaka wamekuzidi. Na ili wakuzidi ni kwa sababu hauna mifumo mizuri ya uzalishaji. Ninafahamu kabisa kuna watu ambao pengine ni mafundi, wanajua kushona au kujenga, lakini amebaki peke yake, anafanya kazi peke yake, hana delegation, hana professionalism, hawapati watu wengine wamsaidie kazi. Matokeo yake kazi zimemzidi kwa sababu ni peke yake. Hajui kutengeneza mfumo ambao unamsaidia aweze kuhudumia watu wengi kwa wakati mmoja.
Kwa hiyo ukiwa na wateja na wakawa wengi, hakikisha umeenda na miundombinu na mifumo ambayo inakusaidia kuweza kukidhi mahitaji, demand and supply ziweze kuwa sawa. Na supply pia uiangalie mnyororo wake wa thamani. Usifanye kitu ambacho kinaishia kesho njiani alafu ukipate tena. Fanya kitu ambacho kinadumu na kipo kimatukio yapo yanatokea kila wakati. Ndio mzunguko wako utaendelea kuwepo muda mrefu, lakini pili utakuwa na mzunguko mkubwa kama unaujisa watu wengi. Sasa kwenye margin pale nataka nikaa hapo kidogo. Ili uweze kutengeneza margin nzuri, faida nzuri na maanisha ambayo inakidhi, ni lazima uhakikishe kwamba unafahamu vizuri mahitaji yako, matumizi yako yote na mahitaji yako yote umeyaweka pale. Alafu mwisho wa siku computation yako iwe imekamata kila matumizi yako unayotumia. Alafu baadaye ndo uangalie margin kama kweli umetengeneza faida au umetengeneza faida ndogo sana. Kwa kama una faida kubwa, hata mzunguko ukiwa mdogo unaweza ukapata faida vizuri. Lakini kama una faida ndogo alafu na mzunguko haupo, maana kuna watu wanapata faida kidogo hivi yani, wanafanya mazoezi wanasema, alafu mzunguko hana. Yani unafanya kazi unapata faida lakini ndogo, alafu hauna mzunguko mkubwa, hauwezi kufanikiwa. Ukitaka ufanikiwe, bakiza faida kidogo alafu boresha mzunguko. Yani watu wawe wengi sana wanaotoa order kwako, ndio itakufanya uweze kufanikiwa. Zaidi ya yote ni namna ambavyo unafanya kazi, namna ambavyo unahudumia wateja inakuletea bahati. Namna ambavyo unafanya kazi yako kwa uadilifu na kwa weledi inafanya wateja wakupende. Wakikupenda unasababisha retention, yani wanakaa. Na unapata bahati nyingine ya referral, wanakuletea wateja wengine kupitia wao, wanakuwa wanawaambia wengine, unataka kitu fulani nenda kwa fulani. Mwisho wa siku wewe unapata bahati, lakini bahati hiyo inakuja kwa sababu ya wewe unakuwa mchakalikaji. Kwa hiyo tuna bahati inaitwa bahati ya uchakalikaji. Hii ni bahati ambayo inakuja kwa wewe kuhaso, wewe kupiga kazi. Unafanya zaidi ya kawaida. Unafanya vitu ambavyo wengine hawafanyi. Na kama wanafanya basi wachache. Lakini kikubwa wewe unapiga shots, unafanya zaidi ya kawaida. Ukifanya zaidi ya kawaida, inakupa bahati ya kufungulia milango ya kukubalika kwa wateja. Sasa unataka mauzo yapungue, yaongezeke, unataka upate faida kubwa, lakini hauhudumii vizuri, hauchakaliki vizuri. Kila wakati una excuse, haupo kwenye biashara, unaondoka, unaacha biashara peke yake, umeshakuwa bosi. Biashara isipokuwa na uangalizi na usimamizi mzuri inakufa. Na wengi ni mashahidi hapa. Kwa ili upate bahati ya uchakalikaji, chakalika kweli. Ukiipata hii bahati ya uchakalikaji, watu wakajua kwamba bwana yule bwana anapiga kazi, na ukienda utamkuta kazini kwake. Watakupenda, watakuja kwako, utakuwa umeshinda hata watu wengine ambao wanakompiti na wewe kwa bei. Kwa sababu wewe unampa cha ziada, unampa hadi uwezo wa mtu kujisikia salama na furaha. Ukitoka hapo unatengeneza jina. Ukitengeneza jina unakwenda kwenye bahati inayofuata, inaitwa reputational luck. Bahati ya hadhi, bahati ya brand. Brand yako inaanza kuonekana, jina lako linaanza kuonekana. Watu wanaanza kuja kwako kwa sababu wewe una brand nzuri. Wewe ni brand tayari. Biashara yako inaaminika kutokana na namna unavyohudumia wateja. Sasa kama tunataka kukuza biashara zetu, tuhakikishe tunaaminika. Lakini pale ambapo mteja hamwamini mtoa huduma na mtoa huduma naye hamwamini mteja, hakuna kuaminiana, kila mara anamuona mwenzie tapeli, maisha hawezi enda. Biashara haziwezi kukua. Ifike wakati tuaminiane. Na inaanza na wewe unayeuza kwa kufanya misingi na utaratibu wa kazi yako kuwa salama. Ukishakuwa hivyo unatengeneza brand. Ile brand inapokuwa kubwa, inaposambaa, watu wanaelewa, wanaiamini, unakuwa umeondoka kabisa kwenye ushindani wa bei. Unapata bahati ya kuaminiwa kwa sababu ya reputation, kwa sababu ya hadhi yako. Hata kama ni matangazo, hata kama ni kitu gani, anakuja kwako. Bahati zinaanza kuflow, vitu vinaanza kufunguka kuja kwako kwa sababu ya jina lako. Kwa hiyo wewe mfanyabiashara mdogo na mkubwa, tuhakikishe tunajenga majina. Kama Tutume tunajenga jina la Tutume liwe kubwa zaidi duniani. Na ili kuwa hivyo inahitaji ufanye vitu kwa uadilifu, ili viweze kufungua, baadhi ya vitu vifunguke.
Lazima uanze kuwa na uadilifu wa hali ya juu. Ili uweze kuwa na uadilifu, maana yake ni kwamba unafanya sawasawa na mahitaji ya mteja, na ili ufanye kwa maana hiyo lazima uwe na weledi, skill set wa jambo unalolifanya, na yenyewe ni bahati nyingine, bahati ya kuwa na weledi. Ukifanya vizuri, ukatengeneza brand name yako vizuri, unapata bahati ya kupata weledi wa kufahamu mambo mengi ambayo hata usingeyafahamu kwa sababu hauna jina, haujulikani. Sasa vitu hivi, kwa sababu wote tunamwamini Mungu, vinajumuishwa kwenye bahati ya mwisho ambayo ni bahati ya neema. Kunakuwa na grace kwako. Unajiita umebarikiwa kwa sababu unafanya vitu vyako vizuri, kwa sababu unafanya kwa kufuata utaratibu. Tatizo kubwa sana ambalo linatusumbua sisi ni kutokufuata utaratibu. Watu hawataki kufuata utaratibu. Ukimwelekeza utaratibu wa jambo, yeye anataka alivuruge ndo afanye haraka zaidi aweze kutoa jambo. Kumbe anavyovuruga anaharibu spidi. Weledi unatakiwa sasa. Ufahamu na utambuzi wa jambo unatakiwa ili uweze kujenga bahati ya weledi. Na hizi bahati ukiwa nazo zote 4, ni lazima ufanikiwe. Ni lazima upite kwenye jambo lako unalolifanya. Hapa sijataja mtaji, sijataja mambo yote ambayo wewe unayajua, kwa sababu unafahamu kuna nguvu kwenye hizi bahati 4. Umejenga jina zuri, una weledi unachokifanya, unachakalika vizuri, na neema ya Mungu iko juu yako. Ni lazima ufanikiwe. Jitahidi uwe nazo zote. Unasikiliza hizi video sio kwa bahati mbaya. Tunakufundisha namna ya kufanya vitu kwa utaratibu. Acheni kufanya kazi kwa zimamoto. Unasubiri kitu kinaharibika ndo unaanza kuchakalika. Chakalika tangu mwanzo. Hakikisha unaangalika, unafanya kitu kiende kwa utaratibu na kwa wakati. Utapata margin nzuri kwenye biashara yako. Utapata wateja wanaokuamini. Wateja watakuja kukujirudia. Unapunguza gharama hata za masoko, kwa sababu tayari wateja wamekuja kujirudia. Una retention ya wateja kubwa. Hauhitaji kutafuta wengine wapya wengi. Gharama za masoko haziishi, zitaendelea kuwepo, lakini zinapungua. Sio kila siku unatafuta wateja wapya. Maana kuna watu wanahudumia watu kwa viburi. Anajua watakuja tu kesho wengine. Kila siku anahudumia wateja wapya. Unafika mahali wanakuchoka. Ni wakati swala la muda tu, ni swala la muda tu. Lakini ukihudumia kwa weledi, ukahudumia vizuri kwa upendo, ukawa na concern ya maisha yao, ukawa na majibu ya matatizo yao vizuri, ukawafanya wajisikie vizuri kwa wateja wako, wanakaa. Wakikaa unakuwa umejumuisha bahati zote zile nilizotaja 4. Biashara yako itakuwa kwa sababu una margin nzuri. Biashara yako itakuwa kwa sababu wateja wameongezeka, na itakuwa kwa sababu una wateja sahihi. Na usahihi wake unaanza na wewe kuwa muuzaji sahihi au mtoa huduma sahihi. Ndio na attract wateja sahihi. Lakini usipokuwa sahihi au ukiona wateja wanakuzingua, ujue tatizo linaanzia kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana tuzingatie kukuza biashara zetu ili tuweze kufika mbali, kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ambazo zinaangalia maisha ya baadaye, sio sasa hivi tu hapa. Unamhudumia mteja, ukifocus umhudumie yeye mpaka na mtoto wake na mjukuu wake. Ndivyo biashara kubwa tunazoziona duniani zilivyo, zinatumia mpaka sisi ambao ni wajukuu pengine wazazi wetu wengine. Tumezikuta, vinywaji vipo tumevikuta, sisi vipo, lakini tunavitumia mpaka leo. Wao waliweza na nini? Waliweza kwa sababu wana utaratibu. Kuna mifumo inafuatwa. Kuna controls zimewekwa ambazo zina include pricing control, processes control, na vitu vyote, kutaratibu zote zimeainishwa kwenye utaratibu. Ukiwa na utaratibu ulionyooka kwenye biashara zako, ni lazima upate mapato yaliyonyooka. Asante kwa kunisikiliza. Karibu tena wakati mwingine, tukutane video zinazofuata.